kujitambulisha, kwa jina langu mimi naitwa Jackson Mwanuzi Gilbert, ni mwandishi wa habari kutoka Tanzania na ni mwandishi wa habari kwa sasa nafanya kazi na shirika la utangazaji Tanzania TBC. Mimi ni mtafiti, nafanya tafiti mbalimbali kwa maana ya research, lakini pia mimi ni mwana majumui mambo leo Pan-Africanist ambaye ninaamini kwenye maendeleo ya bara la Afrika. Lakini pia mimi ni mwandishi wa vitabu na ni mwandishi wa hiki kitabu changu kipya kinaitwa Afrika Mpya, Vikwazo vya Maendeleo na Njia za Ukombozi wake. Kwa ufupi, mimi ni mwandishi wa habari, ni mtafiti, lakini pia ni mwandishi wa vitabu mbalimbali. Mimi ni mwandishi wa hiki kitabu kama unavyokiona cha Afrika Mpya. Kwa ufupi ni kitabu ambacho kwa kweli kinalenga kueleza namna gani Afrika inatakiwa kuendelea. Ni kitabu ambacho kinaamsha fikra za Waafrika ya kwamba tumechezewa sana. Tumekuwa tukiambiwa hatuwezi mara nyingi zaidi. Afrika ni bara ambalo limebarikiwa kuliko maelezo, lakini maendeleo yaliyopo Afrika na rasilimali tulizonazo ni vitu viwili tofauti. Kwa hivyo kwa ufupi ni kitabu ambacho kinachochea mjadala wa Afrika, waamke, wajue umuhimu wa kuipigania Afrika na tufanane na maendeleo yetu. Kwa mfano, Afrika ni bara ambalo lina maendeleo ambayo hayalingani na rasilimali zake. Kwa mfano, Afrika ina madini ya kobati, ina madini ya lithium, ina madini ya dhahabu, ina madini ya tanzanite, ina madini ya almasi, madini ambayo ni muhimu sana duniani. Kwa mfano, madini yanayopatikana Kongo DRC ni madini ambayo yanasaidia sasa hivi kwenye magari, kwenye simu hizi na vitu vingine. Lakini maendeleo yetu hayafanani. Afrika ni bara ambalo lina rasilimali watu wa maana kabisa. Linakadiriwa kuwa na watu zaidi ya bilioni 1 na takwimu zinaonyesha watu hao wako chini ya umri wa miaka 25 ni 60%, zaidi ya 60% ya watu wake wapo chini ya umri wa miaka 25. Kwa hiyo ni bara lenye vijana wengi. Lakini pia Afrika ni bara ambalo lina ardhi ambayo inafaa kwa kilimo. Zaidi ya 60% ya ardhi ya Afrika inafaa kwa kilimo. Lakini kwa nini hatuendelee? Bara ambalo linatakiwa kujilisha lenyewe na kuilisha dunia linaagiza chakula kutoka Ulaya. Kwa hivyo Afrika Mpya ni kitabu ambacho kinabeba historia ya Afrika, tulipotoka, tulipo na tunakokwenda, kikiwataka Waafrika wafanye tafakuri ya kina kujua ni kwa nini tumechezewa, tufanye nini kuondoka kwenye huo mchezo ambao umeturudisha nyuma kimaendeleo. Nilichagua jina hili Afrika Mpya, Vikwazo vya Maendeleo na Njia za Ukombozi kwa sababu kuna Afrika ya zamani, Afrika ambayo inajidogodisha, Afrika ambayo inajiona iko chini lakini iko juu, Afrika ambayo haijui baraka zake, Afrika ambayo ina vijana watambui mchango wa waasisi wa mataifa yetu. Kuna Kwame Nkrumah wa Ghana, alifanya kazi kubwa sana. Kuna Julius Nyerere wa Tanzania, alifanya kazi kubwa sana. Wapo kina Jomo Kenyatta wa Kenya, wapo kina Sam Nujoma, wapo kina Haile Selassie, walifanya kazi kubwa mno barani Afrika. Lakini vijana wengine hawatambui. Kwa hivyo kuandika Afrika Mpya kwa maana ya kwamba nataka tuvue. Ndio maana unaona kwenye hii picha kuna kinyago, kuna mtu anavua kinyago ama mask. Lazima tuivue ile Afrika ya zamani, tuwe wapya, tufanane na sisi tulivyo. Ndio maana nilichagua jina la kitabu hiki. Kweli ni kwamba safari hii sio rahisi na changamoto zipo nyingi sana kwenye uandishi. Haya ni mambo ambayo sisi wa Afrika tunaamini wanaandika watu wasomi wakubwa, wazee, maprofesa, walimu, yani watu wenye akili nyingi sana ambao wana umri wao umeenda. Kwa hivyo changamoto ya kwanza niliyokutana nayo ni kupata ukosoaji kutoka kwa watu ambao wanasema bwana, wewe ni kijana mdogo, young man, huwezi kuandika kitabu hiki, haya mambo ni magumu sana. Lakini nimewaprove wrong, nimewaonyesha kwamba hapana wanachokiamini, kwa sababu ni kitabu ambacho kimechora dira ya Afrika. Na kupitia kitabu hiki sasa nimeeleza kwamba kuna haja kubwa sasa ya vijana wengine kufanya mambo magumu kama haya ambayo yanasaidia kwenye ukombozi wa bara letu la Afrika. Kwa ukubwa changamoto ndio hiyo ya kwamba unakutana na ukosoaji. Lakini nyingine ni kwamba unajua Afrika ina viongozi wengine ambao hawapendi mabadiliko, watu ambao they don't want changes. Kwa watu wa hivyo, kwa sababu kitabu kimenyooka na kinaeleza ukweli, hawataki. Hiyo nayo pia ni changamoto. Lakini kwa wale wanaopenda mabadiliko na kuliona bara la Afrika likiendelea, wanafurahi sana kuona kitabu na kusoma kama hiki, kwa sababu nimepata feedback
nyingi sana. Mimi natamani kuona Afrika ikiendelea. Natamani kuiona Afrika mpya, New Africa. Afrika yenye maendeleo. Afrika ambayo Kwame Nkrumah alisema, Afrika yenye umoja. Si Afrika wanapigana tu, Afrika wanatukanana, Afrika hata kutoka Tanzania kwenda Nigeria ni shida. Hiyo sio Afrika ninayotaka kuiona. Nataka kuiona Afrika yenye free visa kutoka Tanzania kwenda Nigeria, nikafanya shughuli zangu nikarudi. Nataka kuiona Afrika yenye kiti cha kudumu kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Nataka kuiona Afrika inayoweza kujitetea kwenye maslahi yake. Afrika ambayo inaweza ikasema sisi tunakaa kwa miguu yetu wenyewe, tunasimama. Afrika ambayo inaweza ikawarudisha wasomi wake walioko nje kuja kufanya kazi Afrika. Sio watu wanasoma afu wanakimbilia Ulaya. Nataka kuiona Afrika ambayo inaweza ikasema hapana, hiki hatufanyi. Hapana, huu mkataba hatusaini. Hapana, vijana wetu lazima wasome. Mwalimu Nyerere, mwalimu muasisi wa taifa la Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwahi kusema hatochimba madini mpaka watoto watakapoenda shule akawasomesha. Lakini tangu miaka hiyo ya 60, 70 mpaka 80 watu wengi wamesoma. Sasa hivi tuna madokta wengi, tuna maprofesa wengi, tuna mainjinia wengi kwa maana ya wahandisi. Na kabla hata ya kujitambulisha wanaanza kusema my name is Dr. so and so, au mimi ni profesa fulani na fulani, lakini madini wanachimba wazungu. Kwa nini hatuchimbi wenyewe madini? Nataka kuiona Afrika inayochimba madini yenyewe na kuongeza thamani. Sio madini yanakuja kuchimbwa na wazungu wa nje alafu wanapeleka wanarudisha bidhaa kwa bei ngumu. Tunauza malighafi. Tunatakiwa kuongeza thamani kwenye bidhaa zetu. Badala ya kakao kupelekwa Ulaya kama bidhaa, inatakiwa Afrika isindike kakao yake, itengeneze chocolate zake, iuze ndani na iuze nje. Hiyo ndo Afrika mpya ninayotaka kuiona. Ushauri wangu na nasaha kwa vijana, tusimame pamoja. Yaani tujifunze. Mimi na rafiki yangu mmoja yuko Ulaya. Yeye anaamini Afrika ni nchi hata sio bara. Na kwa sababu aliangalia ramani, anasema kanchi kadogo sana, ka Afrika ni kadogo, kanaziliwa hata Greenland ambayo Trump alikuwa anaitaka. Na kwa sababu ameona ile ramani ya Afrika ya makata. Lakini kiuhalisia Afrika ni kubwa mara 14 ya Greenland. Lakini kwa sababu vijana wana elimu hawatambui hilo. Vijana wamekuwa wepesi wa kukimbia tamaduni zetu, tunakimbilia tamaduni za kizungu. Hatuwezi kuipata Afrika mpya. Ukifikiri kwa kuiga lugha za watu, utakuwa unatawaliwa tu. Kwa vijana lazima wawekeze nguvu kwenye kujifunza, lakini pia teknolojia. Vita sasa hivi haipo kwenye bunduki, haipo kwenye mishare, haipo kwenye ugomvi wa ngumi. Vita ipo kwenye teknolojia. Kwa hivyo natamani kuona vijana wakipambana kwenye teknolojia, wakibuni vitu, wakiwa wabunifu, sio kufuatilia maudhui zenye tija ndogo. Vijana lazima wafikiri. Lazima wajifunze kuboresha elimu zetu. Sisi elimu yetu inaishia kusoma, kuandika na kuhesabu. Numbering, writing and reading. But we need to go extra miles. Natakiwa kwenda mbali. Tujifunze kufikiri, thinking na kubuni. Innovation ni vitu vya muhimu sana kwenye kulikomboa bara la Afrika. Na hayo mambo yatafanywa na vijana. Kwa mfano Tanzania ina dira ya 2050. Afrika ina Africa we want agenda ya 2063, 2063. Watu wanaonufaika na hiyo agenda ni vijana wadogo. Sasa tusipojenga kizazi chenye watu wanaoweza kufikiri sawa sawa, hatutaipata hata hiyo agenda. Kwa ujumbe wangu kwa vijana ni kwamba lazima wajifunze kufuatilia vitu vyenye tija ya kulikomboa bara la Afrika. Na kushukuru sana. Hiki ni kitabu changu kipo kwa Kiswahili, lakini sasa hivi napambana kukiweka kwenye lugha ya Kiingereza. Kwa hata nikipata watu ambao wanatamani kunishika mkono, kunisaidia kwenye proofreading, kwenye kuprinti na vitu kama hivi, basi waje wanisaidie tufanye kazi pamoja. Hii injili ya Afrika tunaieneza pamoja.